nakuja. Kiukweli baba hapa nimepaona na nimepapenda sana, ni pazuri. Ila umesema kodi shilingi ngapi? Nini? Chumba baba. Kipi? Hiki. 10,000. 10,000? Haulipi maji wala umeme. Safi. Yaani hiyo nzuri hiyo. Umeona? Sawa baba. Basi nilikuwa naomba utupishe kidogo ili niongee na dada yangu. Mungu awabariki. Usijali bosi Tano. Acha nizungumze naye kidogo tu. Nataka lipe kabisa. Dalali, unaona wewe baba yuko sawa? Huyu mzee? Huyu mzee yuko very simple, yuko smart. Ana vipengele kabisa huyu mzee. Labda kama vipengele uvilete wewe. Anaga mambo mengi. Si unamuona alivyotulia? The gentleman anaongea katulia, kapoa. Tatizo liko wapi? Yaani chumba chote 10,000, alafu silipi umeme wala maji. Au amekosea kutaja hiyo? Yaani hiyo ndo bei yake ya chumba. Alafu labda nikuibie siri. Baba, hapa sio kulipia tena miezi 6. Mimi nalipia mwaka mzima ili tusisumbuane. Nzuri. Ima,
mwenzio umuoni, mbona unampita tu unakwenda unarudi, au ndio dharau eh? Huyu amekufuata wewe hapa, aliposikia umerudi tu yeye amekuja eh? Na imekuwa vizuri leo, inabidi mkae muongee kuhusu swala ya ndoa yenu. Kama mtaongelea chumbani kwenu sawa, na kama mtaongelea hapa basi mimi nitaenda ndani huko chumbani kwangu. Mambo safi. Karibu. Asante. Hivi wewe mwanamke, mbona kwa king'ang'a hivi? Nimeshakwambia muda mrefu tu kuwa sikupendi na wala sikuhitaji, na hii ndoa wanaforce wazazi wetu tu, na wala mimi siko tayari na ndoa hii. Sasa basi acha shobo. Lakini Ema, unajua jinsi gani nakupenda, nakuhitaji, na uliwaahidi wazazi wangu ukirudi Tanzania utanioa, lakini cha ajabu umerudi kimya kimya, haujaniambia. Mama, mimi sikupendi na wala sikuhitaji. Mbona fusi mapenzi wewe eh? Nikwambie kitu kimoja tu, mimi nina mpenzi wangu, nampenda, ananipenda. Kwa hiyo kaa mbali na mimi. Lakini koma wewe tena, koma. Nimeshakwambia tayari, sikupendi, sikuhitaji, na kama inawezekana tafuta mwanaume mwingine kukuoa, na wala sio mimi. Sharti la kwanza, kodi hairudishwi. Sharti la pili, hauruhusiwi kuhama ndani ya nyumba yangu mpaka kodi itakapoisha. Sharti la tatu, hauruhusiwi kuingiza mwanaume yoyote hapa ndani wala kuongea na simu na mwanaume. Sharti la nne, hauruhusiwi kumwelekeza mtu yoyote kuwa unaishi nyumba hii. Na sharti la tano, chooni kuingia mwisho saa 2. Baada ya hapo saa 2 ikifika hauruhusiwi kuingia chooni. Sharti la mwisho, unatakiwa ubaki kwenye chumba chako tu, hauruhusiwi
kugusa chumba chochote, hasa kile cha katikati. Hauruhusiwi kugusa mlango wala kuingia. Samahani baba, nilikuwa naomba niongee simu mara moja. Mungu akubariki sana. Umenye tano lwekia lulendora mbombo n'ubukifu. Halo. Vipi shoga yangu? Safi. Mzima? Salama. Hebu nipange, umepata hiyo chumba? Chumba nimeshapata shoga yangu na nimeshakilipia, ila kuna masharti magumu. Sidhani kama nitaweza. Masharti gani tena hayo? Shoga yangu, sharti la kwanza, huruhusiwi kurudishwa kodi wala kuhama kabla kodi haijaisha. Sharti la pili, siruhusiwi kuingiza mwanaume yoyote ndani ya nyumba wala kuongea na simu ya mapenzi nikiwa ndani ya nyumba yake. Sharti la tatu na kubwa kuliko, siruhusiwi kuingia chooni ikifika saa 2. Kwa ikifika tu saa 2 chooni no kuingia. Na kinachoniumiza kichwa sana sana, siruhusiwi kumwelekeza mtu yoyote ninapoishi. Shoga yangu, naona shemeji yako anapiga hapa. Naomba niongee naye afu ndakurudia. Halo. Niambie mke wangu, hicho chombo umeshapata? Ndio mume wangu, nimeshakilipia tayari, nimeshahamia. Sawa. Mimi nimesharudi tayari, na hapa ninavyoongea na wewe nipo nyumbani. Kweli mume wangu? Jinsi venye nilikomesi, natamani tatuonane mapema. Nimekomesi pia. Kweli kumisi mume wangu. Basi si ndo tuonane. Basi sawa. Ngoja nikae na mama kidogo hapa, alafu tutaonana mimi na wewe. Mume wangu basi usikawie. Acha mambo yako basi. Haya mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Oh la la la. Oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Oh, kwani mapenzi ni nini?
Dada, mambo? Poa, wangu za siku. Jamani, kumbe leo umehamia huku? Nimehamia lakini sio siku nyingi sana. Unaishi nyumba gani hapa? Naishi mtaa wa pili tu hapo, hata sio mbali. Wanakuta kwa mzee Tano. Tano? Kwa Tano. Kwani mnafahamiana? Hapana shogangu, hata simfahamu. Ila nitajitahidi nje nikutembelee nipajue unapoishi. Karibu mwaya, mimi utanikuta. Asante shogangu. Haya, mimi naenda zangu kuemea. Shogangu hai. Umenya Tano. Karibu. Asante. Dada, inaonekana wewe ni mgeni hapa. Kaka, ina maana wewe wageni na wenyeji wote unawajua kwenye genge lako? Hapana, mimi wateja wa gengeni kwangu nawajua. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kujua unaishi wapi, kwa sababu sura yako ni ngeni machoni mwangu. Hata nikikwambia haikuongezei chochote wala haikupunguzii kitu chochote. Hata lako naomba chanjo yangu. Dadangu, soko baya kama mteja wangu tu. Nilikuwa nataka kujua unaishi kwa nani? Haya, naishi kwa mzee Tano. Umeelezeka? Mzee Tano? Ndiyo. Hiyo mbaya sana. Dadangu, kama unaishi kwa mzee Tano, hii pesa yako chukua. Na hivyo vitu vyote hivyo bure, nenda navyo tu. Sasa nitachukuaje vitu bila kulipia? Yaani huyo mzee hapa mtaani tunamheshimu mno. Akienda dukani, akija hapa gengeni kwetu, tunampa vitu bure. Kama na wewe ni mtu wake wa karibu, basi wewe nenda tu. Si ndio kicheko? Dada, wewe nenda navyo tu, wewe nenda navyo. Tutaki mpwimbu hapo, wewe nenda navyo. Baba, Nilo, usingerudisha ile hela. Hapa ingekuwa mpwimbu mtupu. Bwana rudisha. Dada wewe, dada, hebu nisubiri basi. Mimi sikutongozi. Dada wewe, dada. Nisubiri bwana. Samani dada yangu, ulisema unakaa nyumba gani vile? Hivi nyinyi watu wa mtaa huu mkoje? Hakuna. Unajua mimi ni mtu mwenye huruma na ninapenda watu. Alafu pia mimi mwenzio unavyoniona hapa, kukaa na jambo mimi siwezi. Friji langu ni bovu, haligandishi kabisa yani. Hasa mimi sikuelewi. Hivi zipo kweli kichwani? Zimekamilika kweli? Au ndo moja ipo moja haikai? Amna dada bwana, mimi sio zero brain. Alafu kwanza kwa yule mzee umepanga au wewe mwanawe? Hilo swali najiuliza sana, nataka majibu.
Haya, nimepanga. Alafu naomba uongee ulichonisimamishia hapa. Nataka niwe nikapike. Mbaya! Hiyo mbaya sana. Dada yangu, umejiingiza katika mdomo wa mamba wewe mwenyewe. Yaani yule mzee ni Si uniambia yule mzee kafanya nini? Sala. Ima, Aileen umefanya nini? Mbona ametoka ndani analia? Nani Aileen? Aileen mimi sijafanya chochote. Nimeongea naye tu na nimemwacha hapa sebleni. Mtu mwenye furaha kabisa. Kwa nini amekwambia nini? Mimi nimemuona na mimi anatoka ndani kwa jaziba, lakini hajaniongelesha kitu chochote kile. Au umemkwaza wewe? Mama, mimi siwezi kumkwaza Aileen. Kwanza kabisa ni mwanamke ambaye nampenda sana na kumhitaji katika maisha yangu. Kwa hiyo sijawahi kufikiria hata siku moja kuja kumkwaza Aileen. Na wala sitegemea kuja kumkosea. Labda itakuwa mpokea si mbaya tu. Basi kama ni hivyo, atakuwa amepokea simu yenye ujumbe mzito sana wakati wewe upo ndani. Lakini kama umemkwaza Ima, hiyo tabia siipendi kabisa Ima. Yaani unyanyasaji wa kijinsia. Humu ndani hauna makao kabisa. Usijali mama yangu. Mimi nimekuelewa. Na wala itotokea siku moja nije nimkwaze Aileen katika mapenzi yetu. Mama, mimi nilikuwa nakuomba ruksa. Nitoke kidogo, afu narejea muda si mrefu. Sawa mwanangu, lakini usichelewe. Usijali mamangu. Baadaye. Sai, naona umerudi baada ya kutokuonekana muda mrefu sana. Tano, mauaji unaozidi kuyafanya sasa anatosha. Maana unatumia nguvu ya wanawake ili uweze kuishi hapa duniani. Sasa nimekuja ili kukomesha hicho kitu. Huyu mwanamke
hautamuua. Huwezi kuzuia kifo cha huyu mwanamke sahi. Kifo chake kipo mikononi mwangu, uhai wake upo mikononi mwangu. Ni muda tu na usubiri, ila jaribu, labda utaweza. Sijaja kupigana na wewe, nimekuja kukupa onyo tu. Bombo ngafu hizi. Kicheko, mambo yako ya usanii usiniletee hapa kaka. Nipo kwenye biashara yangu. Hivi wewe na bubu umeanza lini wewe? Unajua Kicheko, tutakosana muda si mrefu. Umeondoka hapa, umeenda zako kwa kwenda, upo vizuri, unaongea, una akili zako timamu. Sasa hivi unakuja hapa unajifanya bubu. Kicheko, tutakosana. Kumbe hicho kitu kipo serious. Kicheko! Kicheko! Nakwenda wapi? Keti tuzungumze. Mbona umekiuka masharti ya mkataba? Nani? Mimi hapa. Yule mwanamke uliyekutana naye kipindi unakwenda gengeni, umezungumza naye nini? Na ulivyofika gengeni umezungumza nini? Amejuaje yote haya? Au yu baba mchawi tena kigagula paka wa usiku? Na pale njiani alikuwa yeye au nani? Na kama alikuwa yeye, hapa kafikaje? Hii nyumba lazima nihame. Siwezi kuendelea kuishi hapa kabisa. Hapa huwezi kuhama. Na ukitaka kujua nimejuaje, endelea kuvunja mkataba. Hii nyumba mpangaji hawezi kuhama mpaka kodi imalizike. Yaani baba, yaani walisema mimi hapa siwezi kuhama kabisa. Na bei yake ilivyo kitonga baba, mimi siwezi kuhama kabisa. Yaani bado nipo sana babangu. Mungu akubariki sana. Sawa baba. Basi mimi niko ndani. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado... Nadhani nimepata sehemu sahihi ya kutuliza akili na mawazo yangu.
naamini huu si muda tena kupigizana kelele na mama. Ninachotaka sasa hivi hapa, niende nyumbani, nichukue nguo zangu, tuje tuishi pamoja sasa. Tuishi pamoja? Mbona muda bado hivi? Muda bado? Kwa nini muda bado? Wakati tulishalipa kodi tena mwaka mzima. Huu ni muda sahihi wa mimi na wewe kufurahia mapenzi yetu. Sikupingi unachokisema, yote ni sawa. Lakini mimi nilifikiri mpaka tufunge ndoa ndio tuishi pamoja. Hapana. Kwa sasa nahitaji utulivu wa akili. Na ndio maana kutumia pesa ili utafute chumba. Na huu ni muda sahihi wa mimi na wewe wa kuishi pamoja mpaka tupofunga ndoa yetu. Sawa hivi. Wewe useme mimi nikupinge mpenzi wangu. Nikubaliana na wewe. Hapo ndipo napokupendaga. Yaani hujawahi kunipinga. Ni kwa sababu nakupenda sana hivi. Nakupenda pia.
Sio mimi. Mtu. Niko chooni. Anahitaji msaada. Huyo mtu anayekuomba msaada, unaweza ukamsaidia? Niambie bi harusi wangu mtarajiwa. Yaani mama, natamani usiku ifike mapema, yaani nitafurahi. Basi hata mimi mwenyewe siku hiyo naitamani sana. Unajua nitakapofanya na naimba vizuri. Kuranda naranda mie narandia harusi ya mwanangu, nimeiwahi mwenyewe hiyo, randa utakavyo, nimeiwahi mwenyewe hiyo, randa utakavyo. Nilikuambia chooni mwisho saa ngapi? Saa 2. Na saa hizi saa ngapi? Sasa saa 8. Nenda chumbani kwako. Karibu Joyce. Asante.
Mbona mama hujamletea juisi? Anapajua mwenyewe pa kwenda kufuata juisi yake. Jamani, wala msiwe na wasiwasi na mimi. Wana ndoa watarajiwa. Mimi nimeshiba. Kwa hiyo naingia ndani kwangu, naenda kupumzika. Nawatakia usiku mwema. Bye. Na kwako pia mama. Hivi utaendelea kupretend mapenzi kwangu mbele za watu mpaka lini? Kama hauko tayari na hii ndoa, ni bora umwambie mama yako ili aweze kumweleza babangu kwamba haupo tayari na hii ndoa. Kwani mapenzi Ima, sinaongea na wewe. Erin, hebu naomba nipunguze kelele basi. Na uende chumbani kwako ukalale. Kwani hata wewe pia una mdomo? Unaweza kueleza tu. Kwa sisi hatuko tayari na hii ndoa. Hatupo tayari au hauko tayari? Mimi nipo tayari. Kwani mapenzi ni nini? What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Nilo. Wewe vipi? Mbona kazi unakimbizwa mwizi? Yaani Janet, bora hata ningeitwa mwizi unomzungumzia wewe, lakini sio kwa haya ambayo mimi nimeyaona. Yaani kila siku nilivyokuwa nawasikia wazazi wangu wanasema kuwa yaone, mimi nikajua nitaona magorofa, nitaona vitu vikubwa kwenye hii dunia, lakini sio kwa haya ambayo mimi nimeyaona. Umeona nini tena? Hivi Janet, nikikwambia kama uchawi upo, unaweza ukaamini? Uchawi? Ndio chawi. Yaani tangu jana mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa nimeshindwa kufungua genge langu. Kisa na muhangaikia Kicheko. Yaani Kicheko hivi tunavyozungumza amekuwa bubu, haongei. Yaani hospitali zote za Dar es Salaam unazozijua wewe tumempeleka na kila daktari tunakutana naye anasema hana tatizo. Yaani unajua yu unashindwa kuongea na sijui ni nani ambaye kampatia huo ububu. Kicheko amekuwa bubu? Afadhali amekuwa bubu Kicheko, maana ni mtu wa drama sana. Yaani kila kitu anakijua hapa mtaani yeye Kicheko. Nani aliyemtia bubu nimpe hata zawadi? Maana amezidi sana umbea. Ni mtu yani mwenye drama hapa mtaani, kila kitu anakijua yeye. Baada ya Kicheko imekuwa kilio. Hivi nyinyi wanawake wa siku hizi mbona mnashindwa kuwa na huruma? Sisi wanaume ndo tunaokuhangaikieni ili mradi mambo yenu kuwa sawa, lakini leo hii nakwambia kwamba Kicheko amekuwa bubu, wewe unamkandamiza. Hivi dadangu nikuulize swali.
Hivi kicheko kwa bubu wewe inakusaidia nini? Inakupungukia nini wewe kicheko kwa bubu? Hebu angalie sura yake ilivyopauka. Nafikiri wakati si wa kulia sasa. Tunatakiwa tukae na tujue kipi tukifanye. Sio, unaelewa? Na kwenye hili ushauri wangu, inatakiwa mtafute King na umwambie akazungumze na Ima. Maana kama unavyojua, Ima hana rafiki yoyote ambaye anamsikiliza isipokuwa King tu. Lakini unajua fika King anachokitaka kwangu, atatumia kama fimbo kwangu kuniumiza. Naelewa hilo. Naelewa kuwa anakusumbua na anakuhitaji leo kesho. Lakini hatuna jinsi, na hiyo ndio njia pekee ya wewe kupambania mapenzi yako. Nafikiri wajaribu kuzungumza naye. Huenda ukawa msaada kwako. Okay, sawa. Nitajaribu. Una shida gani? Mbona uingii chooni? Umesimama hapa muda mrefu sana. Kuna mtu ameingia chooni. Ndio namsubiri hapa. Mtu? Umtani tunaishi watu wawili tu. Huyo mtu mwingine ametokea wapi? Ni kweli ameingia chooni, ila atatoka muda si mrefu. Maana ameingia muda kidogo. Huyo mtu anawezaje kuingia chooni wakati mlango umefungwa? Mbona hakuna mtu? Kweli baba alitokea chumbani kwako huko akaingia chooni.
Unajua Sauda, kitu ambacho mimi nashindwa kuelewa. Inawezekanaje mamangu akawa mchawi? Na hata kama ni ndoto, kwa nini muote mamangu? Au kweli mamangu atakuwa mchawi Sauda? Sara, lolote inawezekana. Inawezekana ikawa kweli au sio kweli. Lakini ninavyoona mimi ile nyumba ina mauzauza. Inawezekana usiku wa manane uone mtu anapiga kelele chooni tena kuomba msaada. Uamke asubuhi unamwona mtu anaingia chooni afu anapotelea huko huko haonekani. Wewe ulionea wapi hiyo? Kama sio mauzauza ni kitu gani? Na shemeji yako ndio anapiga. Ndipo kumpokelea usikilize anasemaje. Sauda. Nampokelea anasema nini? Wakati unajua kabisa moja kati ya sharti nililopewa, siruhusiwi kuingiza mwanaume yeyote mle ndani. Na tayari atakuwa amejiandaa kabisa anataka kuja kwake. Nampokelea anasema nini? Shoga yangu, mimi nakushauri tu, hiyo nyumba natakiwa uhame. Yaani wachane hiyo kodi kabisa, tafuta chumba kingine ili uwe huru na shemeji. Sara, mtoto anazaliwa na kufa na unasahau. Sembuse kodi. Pesa kitu gani? Achana hiyo kodi. Utatafuta pesa nyingine na utapata. Ili uwe huru na maisha yako, uwe huru na mahusiano yako, tafuta chumba kingine. Sauda, leo tu ningeondoka. Ile siku ya kwanza tu uza nilolipata pale ningeondoka. Siruhusiwi kurudisha kodi wala kuhama kabla kodi haijaisha. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe utavumilia ile mauzauza mwaka mzima? Yaani ukae mwaka mzima tu unanengeneka kisa kodi? Hapana. Shoga yangu, haiwezekani. Ila nina wazo. Nina kitu ambacho tunaweza tukafanya na ukahama pale. Kitu gani Sauda? Da. Kwanza pole sana Irene.
Asante. Lakini pia niliyajua haya yote toka mwanzo, na ndio maana nikahitaji kuwa na wewe ili uweze kuwa mwanamke wangu. Lakini kwa bahati mbaya haukuwahi kuridhika na mimi hata siku moja, wala kunipa nafasi kwenye moyo wako. By the way, mimi naamini Ima ni mtu ambaye anakupenda sana. Sidhani kama anaweza kufanya yote hayo. Ni kweli Ima ni mwanaume ninayempenda sana, lakini ni mwigizaji kwangu. Akiwa mbele za watu anaonyesha kunipenda sana, lakini tukiwa wawili hataki kusikia harufu yangu wala kuona sura yangu, na hapo ndipo nashindwa kumwelewa. Tukiwa mbele za watu anapotenda anampenda sana, na tukiwa wawili hana hisia na mimi. Yaani nashindwa hata nimwelewe kikweli. Rafiki yangu King, mimi nimekuja kwako kutaka msaada. Jaribu kuongea na rafiki yako anipunguzie maumivu anayonipa, ni makali sana. Irene, you are so beautiful, but siamini kama wewe ni mtu ambaye unaweza kuteseka na mapenzi kiasi hicho. Anyway, mimi nipo tayari kukusaidia kwa lolote lile, lakini kwa sharti moja. Karibu mwanangu. Asante mamangu. Za hapa? Jema tu. Kwema utokako? Huko nitokako kwema kabisa, mimi niko sawa. Nilipita tu nikusalimie mamangu, ila mtoto wako kuna jambo linamtatiza sana. Jambo gani hilo tena mwanangu? Mama, hivi unaamini kwamba uchawi upo? Uchawi? Unamaanisha ushirikina? Kama utanipa nafasi ya kuweza kulipata ladha ya penzi lako, ninaweza kuzungumza na Ima nikakusaidia na ukaipata furaha ambayo unaitaka. Lakini kama utashindwa, utabidi ujipambanie mwenyewe. Maamuzi ni yako. Nilijua yote haya na ndio maana nikahitaji msaada wako, lakini naomba unifanyie wema mmoja tu. Ongea kwanza na Ima, kisha nitafanya ninachokitaka, ila nitalala na wewe usiku mmoja tu, na baada ya hapa Mungu niache na ndoa yangu. That's good. Nimeipenda hiyo, na imani hiyo itakuwa njia sahihi ya wewe kuipata furaha yako, kwa sababu mimi nakamilisha furaha yako na wewe utakidhi haja zangu. Ima, mimi ni mshikaji wangu ambaye namudu sana. Nikuahidi nitazungumza naye na imani utaishi kwa furaha sana. Lakini katika vitu ambavyo nilikuwa na wish siku moja niweze kuvikamilisha, basi ni kulipata ladha ya penzi lako Irene. Hatimaye kila kitu huwa kinakuja kwa sababu. Ni Ima anapiga. Ndiyo, namaanisha ushirikina. Unaamini kwamba upo? Ndiyo, naamini uchawi upo. Ndiyo maana hata baadhi ya mitume walishawahi kuugua. Lakini katika imani haipaswi kuamini hivyo. Inapaswa kila kitu kumwachia Muumba wetu, kwa kuwa yeye ndio kila kitu. Nikusihi tu mwanangu, penda sana kusoma Biblia, na unapolala usiache kusali. Na kwa nini umeuliza hivi? Mama, jana nimeota ndoto mbaya tena ya kutisha sana. Ndoto gani? Yaani mama, nimeota mwili wangu umelala chini, alafu kuna mtu anauzunguka mwili wangu, lakini huyo mtu nilimtambua na nikamwita jina. Huyo mtu ambaye alikuwa anakuzunguka kwenye ndoto na ukamwita jina, ulimwita kwa jina gani?
Kabla sijamuita mama, nilishtuka sana kutoka ndotoni na taswira ya sura yake, jina, vyote vikanipotea. Hiyo ndoto mbona mbaya sana? Lakini uwaga ni ndoto tu, na mara nyingi uwaga ni mapepo. Lakini nikusihi mwanangu, usiache kusoma Biblia na pia kusali, na kama hauna Biblia basi uje kwangu uchukue, na hakuna ndoto mbaya itakayokupata tena. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa, ila acha niwe nyumbani sana. Sawa mwanangu, ila mimi sikusindikizi. Acha nizungumze naye, usijali. Halo? Niko nje mzee hapa. Njoo nifungulie geti. Okay, sawa, hamna shida. Vipi? Neema. Lakini usijali. Acha nikamfungulie. Uwe tangulia kwanza chumbani asikukute hapa. Samahani kaka, samahani. Samahani kakangu. Kwanza habari yako? Salama. Samahani kaka, nilikuwa nataka kujua kitu kutoka kwako. Jana nilivyokuja gengeni kwako, ukaniulizia natokea wapi. Nilipokuambia natokea kwa Tano, mlishtuka wote na ukanirudishia hela na vitu nilivyonunua kwako, ukasema niende navyo tu. Kuna kitu chochote labda unajua kuhusu Tano? Dadangu, msema ukweli ni mpenzi wa Mungu, ila kama unaishi kwa yule mzee Tano, acha tu nikwambie ukweli. Yaani yule mzee sisi hapa mtaani tunamheshimu sana na tunamwogopa. Mnamwogopa? Kwa nini mnamwogopa? Hivi unavyoona hapa mtaani, mtu yoyote akikutwa na tatizo anamfuata mzee Tano. Yaani na mzee Tano anamsaidia, hahitaji kitu chochote. Na mimi mwenyewe dadangu pale gengeni kwangu nikipungukiwa na chochote, basi nikimfuata mzee Tano ananipa mtaji na hahitaji chochote kile kutoka kwangu. Yaani tunamheshimu sana sana, zaidi ya sana. Ila naomba kukuuliza kitu kimoja. Hivi wewe pale kwa mzee Tano unaishi kama nani? Kwa mzee Tano mimi nimepanga. Dadangu, kama umepanga kwa mzee Tano, pole sana. Yaani pole sana. Kwa yule mzee umepanga au wewe mwanawe? Hilo swali najiuliza sana, nataka majibu. Haya, nimepanga. Alafu naomba uongee ulichonisimamishia hapa, nataka niwe nikapike. Mbaya! Hiyo mbaya sana. Dada yangu, umejiingiza katika mdomo wa mamba wewe mwenyewe. Hey! Sidhani kama ndaweza kuvumilia. Yaani pale lazima tu ni hapa.
Aise, karibu sana Bwana Ima. Asante. Vipi, ulikuwa unaelekea wapi? Maana nimeona ghafla sana. Mzee, nimetoka nyumbani. Nilikuwa kuna shemeji yako Sara. Unajua nyumbani lazimisha ni moyo Aileen. Aliyakuwa mimi Aileen simpendi kabisa. Lakini Bwana Ima, mbona Aileen ni mwanamke ambaye anakupenda sana. Na unajua mwanamke akiwa amejitolea kukupenda, uoga inakuwa vizuri zaidi kuliko hata wewe ukiwa unampenda mwanamke ambaye unamlazimisha kuwa naye. Kwa nini usikubali tu kumuoa? King, ni kweli unachokisema ndugu yangu. Lakini unapaswa kutambua hii ndoa wanaforce wazazi wetu tu. Hasa baba yake Aileen. Na mimi sipo tayari kabisa kufunga ndoa na Aileen kwa sababu ninaye mwanamke ambaye ninayempenda. Ni Sara. Nafikiri na wewe unalijua. Sasa mimi nataka kufunga ndoa na mwanamke ambaye katika moyo wangu hajawahi kuwepo na wala hayupo kabisa katika mawazo yangu. Naelewa. Anyway, nisikuingilia katika maamuzi yako. Vipi lakini shemeji anasemaje? Nilijaribu kumpigia simu mara nyingi sana. Lakini cha ajabu simu yangu haikoti mpaka sasa. Na ndio maana nimeamua kuja hapa kupumzika kidogo ili kutuliza mawazo yangu. Mpaka hapa nitakapompata hewani nipate kwenda kwake. Mzee, yani huwezi amini. Kule nyumbani kumewaka moto kabisa. Mama ameshikilia ndoa. Na mimi ndoa sihitaji. Naomba ndugu yangu nipumzike pako kwa muda. Nikimpata shemeji yako na kwenda nyumbani kwake. Hilo halina shida. Nadhani hapa ni kama kwako. Muda wote unakaribishwa. Jisikie upo nyumbani. Mzee, mimi ndo nimefika sasa hapa. Sawa, hamna shida. Basi nadhani ngoja niingie kwanza kidogo hapo. Basi sawa. Acha kwanza niweke vitu sawa then tutatoka twende tukale. Sawa, mimi nakuwait. Au tayari umeshagola? Acha bwako. Okay, sawa. Mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri. Hebu acha kulia basi. Sasa mimi nitakuwa nimtoe jamaa ili asijue wako huko ndani. Kwa hiyo mimi nitamtoa, naambia kwa tunaenda kula chakula. Lakini pindi nitapotoka nitaacha geti wazi ili uweze kutoka. Sawa? Sawa King, nakutegemea sana. Don't cry. What is love? What is love? What is love? Basta. Tuongezane ndio pale chakula. Toka basi. Jamani, tajiri na kuona umepoa, hauna baya tajiri, haunaga mpambamba. Yaani hapa namshukuru Mwenyezi Mungu kweli kweli kunikutanisha naye tajiri yangu. Hebu niambie michakato inaendaje? Mwenyewe nashukuru tumekutana hapa. Kwa sababu nilikuwa na mipango nikifika tu nyumbani nikupigie. Yaani ulikopo na mpango ukifika nyumbani tu unitafute. Yaani uni call me. Limeisha hilo. Hebu niambie kama kuna mchakato wote tajiri yangu. Mimi nipo kwa ajili yako. Na uzuri wake, mimi ukinipa pasi naweka gambani, natuliza, natia wavuni. Niambie kuna mchakato gani? Kuna mtu mwingine anataka chumba? Nataka nikwambie dalali. Nataka unitafutie nyumba nyingine. Yaani juzi tu mtu umetafuta chumba na nimekupeleka mpaka pale. Jana umehamia. Leo hii unataka kuhama, inakuwa kwa vipi tena? Shida nini?
What is this disturbance? Nisikilize dalali, kitanda usichokilalia huwezi kujua kunguni wake, na najua umenipandisha kwenye mtumbwi wa vibwengo, na mimi nimepanda kwenye mtumbwi wa vibwengo ikiwa baharini hakuna stendi. Unategemea nitashukia wapi? Ninavyokwambia nitafutie nyumba nyingine, na maanisha hata kama kodi yake nitakuwa nalipia kwa miaka 2 ni sawa, niko tayari. Nadhani hapo utakuwa umeshanielewa, ila kuendelea kuishi kwenye ile nyumba itakuwa ngumu. Sasa inaona hujaona taslopu Kitonga, nyumba ulipii kodi au ulipii maji. Unatoka wapi sasa hivi? Nani? Mimi. Unahisi anaweza kukusaidia huo msaada unaomuomba? Nina kitu ambacho tunaweza tukafanya na ukahama pale. Kitu gani Sauda? Lakini hakuongea kitu kibaya. Nenda ndani. Bombo ngafu kwekiala endola. Bwana Ima, kama kuzunguka tumezunguka leo siku nzima na tena bila mafanikio yoyote yale, na cha kushangaza hata simu yenyewe hapokei. Nakuelewa kaka, lakini hapo naponiona kichwa changu kimechanganyikiwa sana, na hata sijui nifanye nini. Lakini mimi nadhani kwa nini usingeachana na huyu mwanamke na ungedili na Irene.
kwa sababu mimi naona unapoteza tu muda bure kumtafuta mwanamke ambaye hajali kabisa kuhusu wewe. Irene ni mwanamke ambaye anakupenda wewe, tena anakupenda kwa dhati na hahitaji kupoteza katika maisha yake. Kwa nini usiwekeze nguvu kwa Irene? King, naelewa anachoongea, lakini kwenye hili naomba nipatie muda kwanza nifikirie. Pia inawezekana sasa hivi kuna matatizo, ila sisi hatujui tu. Hilo unalosema nalo ni kweli, lakini sasa mara ya mwisho uliniambia kuwa kuna muda ulizungumza naye, mliishia wapi? Asante mpenzi wangu kwa kunifikisha salama. Kwa hiyo naomba nikuache mimi niwahi nyumbani tena nikapike. Asa kwa nini sikufikisha mpaka nyumbani? Yaani hapo tu umesema nishinde kufikisha kweli jamani? Hamna mpenzi wangu, huko hamna barabara ambayo gari inaweza kupita. Sawa, gari ifiki, mimi pia na usifiki. Nakusindikiza hata miguu ili mradi tu nikapajue nyumbani, ili mradi kesho mapema tu nipate kufika. Sawa, usijali mwanangu, ila ungekuja tu kesho mimi nitakuja kukupokea hapa mapema. Sawa, kwa kuwa maza mjengo ndio umeamua, mimi naensa nipinge au kutakuwa na surprise yangu? Surprise ni nyingi mpenzi wangu, wala usijali kuhusu hiyo. Sawa, mimi naomba uwe nyumbani, ila kesho mapema mimi nitafika hapa. Nikifika tu hapa nakupigia simu, hakikisha simu zangu naokota. Kwa nini nisipokee simu yako? Yaani simu yako ni muhimu kwangu baba. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Sasa kama ni hivyo, mimi nadhani kesho ungeanza mchakato wa kumtafuta, kwa sababu tunaweza tukakaa kumbe mtu yuko kwenye matatizo. Sawa, mimi nimekuelewa, nitafanya hivyo kesho. Okay, muda umeenda sasa, tunaweza tukapumzike. Ima hapa hayupo, ameondoka na wala sijui wapi amekwenda, sababu hajaniaga, lakini aliniambia kwamba nyinyi wenyewe mmeshaongea kila kitu. Ni kweli mama, mimi ameniaga, amesema hatochelewa kurudi. Sawa basi, kama ndio hivyo hatochelewa kurudi, mimi ninachokiona hapa kitu kikubwa ni kuandaa kamati ya maandalizi kwa ajili ya ndoa yenu. Sawa, ila mimi nitamwomba baba anisaidie katika hiyo kamati, waingie rafiki zangu wawili. Mwanangu, kwa hilo hamna shida. Ninavyomjua baba yako mimi, kwa hilo hatokupinga hata kidogo. Yaani mama, nitafurahi sana hiyo siku ikifika. Usiwe na shaka binti yangu, Ima atakuwa mume wako.
Nashukuru sana mama, vile unavyonipenda na kunijali. Nakupenda sana mama. Nakupenda pia binti yangu. Hii ndoto mbona mbaya sana, tena ya kutisha. He? Yaani sasa hivi ni saa 8:30. Na mkojo umenibana.
Kwenda chooni niliambiwa mwisho saa 2. Na sasa hivi ni saa 8:30. Nifanyeje hapa? Kukujua ndani siwezi. Tutajua huko bana, mimi naenda. Tamala, kama nilivyokuambia, yaani nilijua tu King lazima atataka rushwa ya ngono. Ili nililijua. Aileen, unafikiri ni muda kufikiria nini ufanye? Kwa sasa natakiwa upiganie penzi lako. Sijui unaelewa. Kila siku nikiongea na wewe, nakwambia hivyo, inabidi upambanie penzi lako. Kumwacha mtu unayempenda aende tu sio sawa, kwa kuwa unajitesa wewe mwenyewe. Ndio ninampenda. Na hivi ninavyokuambia, Ima sasa hivi anaishi kwa King. Rafiki yangu, kwa kuwa kwa sasa Ima anaishi kwa King, basi inabidi uwe bega kwa bega na King ili aweze kumshawishi Ima, na imani atakubali tu. Hivi unadhani mapenzi ya kulazimisha na yenyewe mapenzi? Kama kwenye mahusiano tunasumbuana hivi, vipi akiniua? Si nitateseka sana? Irene, hivi bado hujaelewa tu? Wewe mama mkwe ameshakukubali. Na Ima mbona ni kitu kidogo tu? Yaani ni kumshawishi na akaingia kwenye 18 zako. Na imani kwa sasa, yaani kwa sababu mko mbali tu, ikija kutokea mmeoana, mpo ndani mke na mume, atabadilika. Na wewe ni mwanamke bwana, acha kujikatia tamaa. Unaweza kumbadilisha mwanaume wako akawa vyovyote vile unavyotaka wewe. Tamala, nikimpa King rushwa ya ngono, hata kuja kunisumbua kwenye ndoa yangu. Ila hata kusumbua. Kwa sababu King na Ima ni marafiki. Ina maana yeye atakula nyama, atanyamaza tu. Mambo mengine yaendelee.
Tusaidie. 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 Mungu wangu, mbona nimeingiliwa na sijalala na mwanaume yoyote yule? Au ni huyo mzee ameingia ndani? Na hata kama ni yeye, amepitia wapi? Mbona mlango umefungwa? Au ndani kuna jini mahaba? Haki ya Mungu, huko ndani siwezi kuendelea kuishi. Ni lazima nihame. Ngoja kwanza.